Hongera mwenye kuipenda Qur'an, hongera mwenye kuisoma Qur'an, hongera mwenye kuwasomesha watoto wako Qur'an, hongera mwenye kuihifadhi Qur'an, hongera mwenye kuwahifadhisha watoto wako Qur'an, hongera uliyeshikilia ncha ya upande wako. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo inatuambia haya ndiyo miujiza ya Qur'ani tukufu, au haya ndiyo maajabu ya Qur'ani tukufu. Inna al-Qur'ana al-Karima bahrun amiqun la sahila lah, hakika ya Qur'ani tukufu ni bahari pana yenye kina kirefu kisichokuwa na mwisho. Wa innani mahma hawaltu wa hawaltu falan astati'a an atajawaza bahra al-Qur'ani al-Karim. Na mimi na udhaifu wangu, hata nijitahidi vipi ili nipate kuielezea Qur'ani tukufu, sina uwezo wa kupiga mbizi katika bahari kuu ya Qur'ani, sina uwezo wa kuvuka bahari ya Qur'ani tukufu. Kwa uchache tu nikwambieni ya kuwa fama huwa al-Qur'anu lughatan wa istilaha, neno la al-Qur'an nini maana yake kilugha na kisheria? Al-Qur'anu lughatan al-qira'a, Qur'ani ndugu zangu, neno la Qur'an katika lugha ina maana ya usomaji. Allah anasema katika suratu ad-Dahri, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idha qara'nahu fattabi' qur'anah ay ittabi' qira'atah. Hii ndio maana ya neno la al-Qur'an. Kiswahili ni kisomo au usomaji. Amma istilahan, amma neno la Qur'an kisheria maana yake kitabullahi al-mu'jiz, kalamullahi al-mu'jiz al-muta'abbadu biqira'atihi alladhi laysa bimakhluq. Qur'ani, neno la Qur'ani maana yake kisheria maneno ya Allah yaliyojaa ndani yake miujiza mbalimbali, maneno ambayo kitendo cha kuyasoma tu ni ibada tosha. Na Qur'ani ni maneno ya Allah, ni sifa ya Allah, na wala sio kiumbe kama wanavyodai baadhi ya wapotofu. Hii ndo maana ya Qur'ani kilugha na sheria. Qur'ani tukufu ndugu zangu ina juzu 30 aya, sura 114 aya 6626 kama zilivyo ilishushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndani ya usiku uliobarikiwa. Msahafu wote juzu 30 sura 114 aya 6626 kutoka katika lauhul mahfudh kuja katika mbingu ya dunia, kisha ikawa inashuka kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23 juu ya kifua kitukufu kitakatifu
kifua cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani tukufu ndugu zangu, wal Qur'anul Karim huwa mu'jizatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-kubra. Na Qur'ani tukufu ndugu zangu ndio muujiza mkuu, muujiza kuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukienda katika vitabu mbalimbali vya fani ya Qur'an, pia Qur'ani huitwa mu'jizatu sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-khalidati al-mukhallada. Qur'ani ndugu zangu ndio muujiza uliodumu katika miujiza aliyopewa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وهكذا كل معجزة تذهب بذهاب كل معجزة تذهب بذهاب النبي. Na kwa taarifa yenu umma wa Kiislamu, manabii wote, mitume wote wamepewa miujiza mbalimbali, na cha kushangaza cha ajabu, kila nabii, kila mtume muujiza wake unakomea pale tu atakapoondoka duniani. Fa aina asa Musa, fimbo ya Musa, fimbo ya ajabu, mara akitupa chini bonga la joka, mara kichapa bahari, bahari na achana. Muujiza wa kimataifa uko wapi sasa? Iko wapi fimbo ya Musa? Imeondoka baada ya Musa kuondoka. Muujizatu Isa, miujiza mbalimbali alizopewa Isa ziko wapi? Nabii Isa alayhi salam, miongoni mwa miujiza alizopewa, alikuwa na uwezo wa kuwaponya wenye mbalanga kwa idhni ya Allah. Alikuwa na uwezo wa kuwafufua wafu kwa idhni ya Allah. Alikuwa na uwezo wa kuwaponya vipofu kwa idhni ya Allah. Lakini miujiza ya Isa imeondoka mara baada ya Isa kunyanyuliwa na kupelekwa mbinguni. Njoo kwa Suleiman alayhi salam, muujiza wa kusakharishiwa upepo ulikuwa unakwenda kwa amri yake na maagizo yake. Majini alikuwa anawatuma na kuwatumikisha atakavyo yeye. Hayo pia yamekwisha ondoka na kutoweka baada ya Nabii Suleiman alayhi salam kuondoka. Kutokana na uchache wa muda wa khutba, sina uwezo wa kukutajia au kukuletea kila muujiza wa nabii, lakini wewe unajua ya kuwa manabii wote walikuwa wana miujiza mbalimbali, na miujiza yao imeondoka baada ya kuondoka kwao. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepewa miujiza mbalimbali. Katika miujiza alizopewa, akifanya vidole hivi vinatoa maji. Mate yake yalikuwa ni baraka. Alimtemea Ali katika jicho lake lililokuwa linauma, likapona tit for tat. Amefanya mengi. Jasho lake Ummu Hani alikuwa akiuza, ilikuwa ni ina harufu nzuri kuliko perfume au udi au miski. Vyote vimeondoka baada ya kuondoka kwake, lakini muujiza wa Muhammad uliobaki, unaowaumiza vichwa mpaka leo maadui wa Muhammad, ni Al-Qur'anul Karim. Muujizatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-khalidati al-mukhallada, muujiza kuu
wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uliodumu, utaendelea kudumu kwa sababu Allah kataka mwenyewe. Nenda katika suratul Hijri aya nambari 9, isikiliza commitment ya hali ya juu ya Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika ya sisi. Na mkisikia Qur'ani inatumia nuni ya uwingi, sisi wakati ni mmoja, kilugha inaitwa nunul adhama, nuni ya utukufu, lugha ya ukubwa. Sisi wakati ni mmoja, ni lugha ya ukubwa tu, hapana shaka ya kuwa Allah ni mmoja. Qul huwa Allahu ahad, sema ewe Muhammad, hakika ya Allah ni wa pekee. Allahu samad, Allahu samad, Allah ndiye anayekusudiwa katika kila jambo. Lam yalid, hajazaa, walam yulad, na hajazaliwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, na hakuwa na wenye mfano wake au mwenye kufanana naye. Sasa Allah anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika ya sisi tumeiteremsha hii Qur'ani, ulinzi wake, hifadhi yake, kuilinda kwake kuko juu yangu, na ninajicommit ya kwamba nitailinda hii Qur'an. Wajua ya kuwa Qur'an mpaka sasa ina umri zaidi ya miaka 1500 na kuendelea. Pamoja na ujanja wao mzungukeni, kujifanya watu wa science, kujifanya watu wa jiografia, kujifanya wasomi, wabunifu, wabunduzi, wameipiga Qur'ani vita kweli kweli, lakini wamechemsha, kwa sababu wanashindana na nguvu ya Allah jalla fi'ala. Qur'an itakuja kuondolewa ndugu zangu na Allah mwenyewe kiyama itakaposimama. Katika alama za mwisho za kiyama tunaambiwa ukifungua mashaf utakuta ni kweupe kabisa. Allah ameondoa maneno yake ndani ya mishafu. Hakuna cha mzungukeni anayeweza kuichakachua Qur'ani hii. Ndugu zangu Waislamu, maajabu ya Qur'ani ni mengi mno. Tosheka na aya 2 tu katika suala zima la maajabu ya Qur'an. Twende katika suratul Jin. Sikiliza majini. Majini ni viumbe wasioonekana, lakini majini ni wabishi zaidi kuliko binadamu, na ndio maana utaona Allah katika Al-A'raf anasema walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins, hakika tumeiandaa, tumeiumba Jahannam kwa ajili ya wengi katika majini na watu. Majini wengi wataingia motoni ukilinganisha na wanadamu. Ni makaidi na ni makaini na ni wabishi na ni wepesi wa kumkufuru Allah jalla fi'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, msomaji bora nambari 1 duniani, sauti nzuri nambari 1 duniani ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, moja ya masiku alipokuwa akisoma Qur'an mwenyewe kwa kinywa chake kitukufu kitakatifu, majini walisikia Qur'an, wametoka maeneo mbalimbali wakaitana wenyewe bila ya mwaliko. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi faamanna bihi walan nushrika birabbina ahada. Sema ewe Muhammad,
nimeletewa wahyi ya kwamba wakati unasoma Qur'an, kundi katika majini lilikuja kusikiliza kisomo chako. Wakati mtume anasoma tu, pale pale majini wakapiga saluti, na ukaidi wao na ubishi wao na uwepesi wa kukufuru kwao, wakasema inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi leo tumesikia Qur'ani ya ajabu, yahdi ila rushdi, hakika na bila ya shaka Qur'ani tuliyoisikia inaongoza watu katika njia ya sawa sawa. Fa amanna bihi, sisi kuanzia sasa tumekwisha iamini hii Qur'ani papo hapo, bila ya hata kubembelezwa wala kupewa tafsiri. Kisha na wao wakala ahadi na agano mbele ya Allah, walan nushrika birabbina ahada, kamwe kuanzia leo sisi na shirki bas hatutomshirikisha Mola wetu mlezi na kitu chochote. Nenda katika suratul Ahqaf, Allah ametoa picha majini walivyokuja. Majini wa mapangoni wametoka mapangoni, majini wa baharini wametoka baharini, majini wa misituni wakatoka misituni, wametoka maeneo mbalimbali. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, kumbuka ewe Muhammad, tulipolileta kwako kundi la majini ili kusikia Qur'an. Falamma hadaruhu, walipokusanyika mamia na kwa maelfu, wananyamazishana wao kwa wao. Qalu ansitu, kila mmoja anamwambia mwenzake nyamaza, anamwambia mwenzake keep quiet, nyamazeni. Majini wameiheshimu Qur'an. Njoo kwa wanadamu wa zama hizi, Qur'ani ikisomwa wanashangilia Allah Allah, uwa piga huyo, utadhani tupo kwenye club, hatupo sehemu ya Qur'ani tukufu. Majini walipofika wananyamazishana, wanasema qalu ansitu, nyamazeni. Wakaisikiliza Qur'ani mwanzo mwisho, wakaizingatia. Falamma qudiya, mtume alipomaliza kusoma sasa kisomo chake akakimaliza, wallau ila qaumihim mundhirin, wakabadilika papo hapo, wakawa madai, wakawa walinganiaji, wamerudi kwa watu wao kuwaonya na kuwalingania. Waliwaambia nini watu wao? Kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. Kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri? Majini baada ya kusikia Qur'an inasomwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili hali yeye maskini wa Mungu alikuwa hajui kama kundi la majini limemzunguka linamsikiliza kisoma Qur'an. Waliporudi kwa watu wao walisema nini? Qalu ya qaumana, watu wetu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi
yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim. Watu wetu, hakika ya sisi leo tumekisikia kitabu kimeshushwa baada ya Musa. Kitabu hichi kinaongoza katika haki. Katika suratul Jinni wamesema yahdi ila rushdi, inaongoza katika njia ya sawa sawa, njia sahihi. Katika suratul Ahqaf wamesema yahdi ila alhaqi. Kitabu tulichokisikia leo kinaongoza watu viumbe katika haki, wa ila tariqin mustaqim, na kinaongoza katika njia iliyonyooka. Sikilizeni majini walivyobadilika wakawa madai, walinganiaji, watu wa Qur'an. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Watu wetu, ndugu zetu, jamaa zetu, itikieni wito wa Allah, pokeeni Qur'ani. Hii ndio Qur'an imepigiwa saluti na chaubishi majini. Itakuwaje mimi na wewe sasa? Qur'ani tukufu, ndugu zangu, ina mambo mengi sana, na khutba yangu leo, akipenda Rahman aliyeteremsha Qur'an, nataka nimalize saa 7 na dakika 10. Qur'an ni kitabu ambacho Allah amewachallenge kwacho majini na binadamu, commitment ya hali ya juu. Katika suratul Isra Allah anasema nini? Qul, sema ewe Muhammad, la in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sema ewe Muhammad, majini na wanadamu, majini na wanadamu wakikutana wakakaa meza moja, agenda yao ni moja tu, waweze kutunga Qur'ani yao, waweze kutunga chenye mfano na Qur'ani hii, hawatoweza hata wakisapotiana wao kwa wao live bila ya chenga. Challenge ya hali ya juu. Walikuja Wayahudi wakatengeneza kitabu chao feki wakakiita Al-Furqan, ina sura 77, wakataka kuitumbukiza kwa jamii ya Kiislamu. Wamechemka. Kwa taarifa yenu, maadui wa Kiislamu, hakuna jambo linalowaumiza kichwa kama Qur'an, na wameshindwa mpaka leo. Na wana wa Dar es Salaam, jiji la gharama, wanasema washindwe na walegee, hawatoweza. Qur'ani, ndugu zangu, mambo yake ni makubwa sana. Qur'ani ni kitabu chenye kusomwa. Sijapata po maisha yangu kuona kitabu ukikisoma herufi yake moja unapatiwa thawabu 10 kama Qur'an. Sikiliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyotuambia, man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah atalipwa jema moja, na jema moja ni sawa na thawabu 10. Kisha namna alivyokuwa ni fundi Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia, sisemi alif lam mim ni herufi moja, lakini alifu ni herufi na lamu ni herufi na mimu ni herufi. Nini maana yake?
maana yake wewe mfuasi wa Muhammad, maana yake wewe mpenzi wa Qur'an. Ukisema alif lam mim, thawabu 30 papo hapo. Nachelea kusema katika ibada zinazoongoza kuingiza thawabu haraka kama spidi ya sekunde ni Qur'ani tukufu. Suratu Fatir inatuambia biashara zisizojua khasara, biashara zisizodorora ni 3. Sikiliza, pokea material kutoka ndani ya Qur'ani tukufu. innal ladhina yatluna kitab Allah, hakika wale wanaosoma kitabu cha Allah, hakika wale wanaokisoma kitabu cha Allah. Mosi, kusoma Qur'an. Wa aqamu salah, pili, na wakasimamisha salah. 3, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, na wakatoa katika vile tulivyowaruzuku kwa siri na kwa dhahiri. Mambo makubwa 3. Qur'ani inasema ni biashara kuu 3. Biashara hizi ni baina ya kiumbe na muumba, biashara isiyojua khasara, biashara isiyojua shoti, biashara isiyojua kudorora, faida tupu duniani hadi akhera. Biashara ya kwanza kusoma Qur'an, biashara ya pili kusali swala 5, biashara ya 3 kutoa katika vile alivyokuruzuku Mola wako kwa siri na kwa dhahiri. Allah anasemaje? yarjuna tijaratan lan tabur, hao ndio wanaotarajia biashara isiyojua khasara, biashara isiyodorora. liyuwaffiyahum ujurahum, na siku ya Kiyama ili apate kuwalipa malipo yao kamili. wayazidahum min fadlih, na awazidishie katika fadhila zake. innahu ghafurun shakur. Hii ndio Qur'ani tukufu. Ndugu zangu Waislamu, ni kitabu chenye kusomwa. Allah anasemaje? faqra'u ma tayassara min alquran, someni kilichokuwa chepesi kwenu kutokana na Qur'an. Bali Mtume Muhammad kaambiwa kusoma Qur'ani kwake ni lazima. Nenda mwishoni mwa suratu Namli, msikilize Allah anasemaje? wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atluwa alquran. Sema Muhammad, nimeagizwa, nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu na nisome Qur'an. Ni kitabu ambacho kikisomwa tunalazimika, lazima tunyamaze, tuisikilize. Al-A'raf inasema wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'ani itakaposomwa isikilizeni na nyamazeni ili mpate kurehemewa. Qur'an ni kitabu ambacho kinahifadhiwa. Al-Ankabut inasema bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm, bali hii Qur'an ni aya zilizo waziwazi zilizohifadhiwa katika vifua vya wale waliopewa ilmu. Kama hili alitoshi ndugu zangu, Qur'ani hapewi illa yule aliyechaguliwa na Allah. Subhanallah. Ukiona wewe ni mtu wa Qur'an, unaipenda Qur'an, unapenda kuisikiliza Qur'an, ukiingia katika TikTok, wama adraka ma TikTok, ukiingia unatafuta Qur'an, wasomaji mbalimbali
na sio ukiona Qur'ani tu unatia hivi, unatafuta mambo yako yale, huna mpango na Qur'ani. Wewe Allah hajakuchagua. Qur'an ikihusishwa na mtu, basi yule mtu ni mteule wa Allah. Shekhe, tupe ushahidi. Ushahidi nenda katika suratu Fatir, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu wale tuliowachagua tukawateua katika waja wetu. Faminhum dhalimun li nafsihi, miongoni mwao wako waliodhulumu nafsi yao, miongoni mwao wako waliodhulumu nafsi zao juu ya Qur'an, hawaipi haki yake, hawana mpango nayo. Wa minhum muqtasid, na miongoni mwao wapo kati kwa kati, kuna kipindi wanakishika kitabu, kuna kipindi wanaghafilika. Kundi la tatu, wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, na miongoni mwao ni wale wenye kushindania katika kheri, wako mstari wa mbele kupitia Qur'an kwa idhni ya Allah. Dhalika huwa alfadlu alkabir, dhalika huwa alfadlu alazim, hiyo ndiyo fadhila iliyo nzito kabisa. Dhalika huwa alfadlu alkabir, hiyo ndiyo fadhila iliyo kubwa kabisa. Nataka nihitimishe nikwambie, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, abshiru abshiru, pateni habari njema, fa inna hadha alqur'ana tarafuhu biyadillahi wa tarafuhu biaydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Pateni habari njema, kwani hakika ya Qur'ani hii ina ncha mbili tu. Ncha yake moja ipo kwa Allah, ncha yake moja kaishikilia Allah, ya pili shikilieni nyie. Hakika yenu mkishikilia upande wenu, mkashikilia ncha yenu, mtapata faida kuu mbili: hamtoangamia na hamtopotea milele na milele. Hii ndio Qur'an na habari zake ni nyingi. Hongera mwenye kuipenda Qur'an, hongera mwenye kuisoma Qur'an, hongera mwenye kuwasomesha watoto wako Qur'an, hongera mwenye kuihifadhi Qur'an, hongera mwenye kuwahifadhisha watoto wako Qur'an, hongera uliyeshikilia ncha ya upande wako. Fikiria, Allah kashikilia huku, wewe umeshikilia huku, hamtopotea baada yake na hamtoangamia milele na milele. Khutba yangu nimemaliza. Watu wa Qur'ani, tuna jambo letu na nyinyi ni mashahidi. Jumapili hii sasa imebakia kesho tu Jumamosi. Jumapili hii mabara yote ya ulimwengu yatakutana pale, washiriki 18 kutoka katika mabara yote ya ulimwengu. Tumekualikeni sana kupitia maeneo mbalimbali, na leo natumia tena sauti yangu ikiwa Ijumaa ya mwisho kukualikeni. Usinuie kukosa, usikusudie kukosa. Ukikusudia kukosa unaweza kupata dhambi kwa sababu umekusudia. Usiseme bwana siwezi, pressure, mambo mengi, Jumapili ndio siku yangu ya kulala. Lakini Simba na Yanga haulali. Ukiambiwa saa 8 usiku kafuate Kariakoo milioni 1 tu, utakwenda saa 7 kamili kabla ya saa 7, kwa sababu unaona pesa ni mpango na Qur'ani si mpango. Waislamu, mashindano safari yataanza mapema sana. Tunatarajia kuanza 12:15 na tumalize mapema insha Ar-Rahman alladhi allama al-Qur'an.
wageni kutoka nchi mbalimbali wamefika. Nyinyi mnaoishi Temeke, mnaotembea kwa miguu tu kutoka hapa mpaka uwanjani, uwanja uko nyuma, mnakosaje? Baada ya kusema hayo, namwomba Allah tujalie tuwe watu wa Qur'an kikweli kweli. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani haqqan, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani haqqan. Allahumma ya Rahmanu ya man 'allama al-Qur'an, 'allim awladana wa banatana al-Qur'an. Allahumma ya man hafidhta al-Qur'an, احفظ وحفظ أولادنا وبناتنا القرآن. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهلك ومن خاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم أنيسا لنا في قبورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.